waheshimiwa wenye viti wa watawa katika majimbo hayo, waheshimiwa sana watawa wa kike na wa kiume, tunaojumuika pamoja katika adhimisho la misa takatifu ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo tunapoadhimisha mwaka mtakatifu 2025, mwaka wa jubilei, tunapokumbuka ukombozi wetu, na kila mara tunapomkaribia Yesu Kristo, kila wakati aendelee kutuongoza, aendelee kutupa nguvu katika wito wetu. Tunamshukuru Mungu kwa hija tunayoifanya siku ya leo. Wengine tunatokea Morogoro na bila shaka tumechoka, wakati mwingine pengine hata magari yanapata hitilafu, lakini tunalo lengo la hija. Yote ni safari ya kumwelekea Mungu. Tunamshukuru kwa kuwa nasi katika safari hiyo na kwa zoezi lote hili tunalolifanya, kwamba sisi tu wasafiri hapa duniani. Nyumbani kwetu ni mbinguni, sio hapa. Kwa tunamshukuru kwa yote anayotujalia. Kwa namna ya pekee tukitafakari pamoja neno la Mungu leo, tunamwangalia Yesu mwenyewe anayetuita, na ndio maana tunaenzi sana wito wetu huu wa utawa. Na hata mama kanisa ametupa siku maalum ya leo, na katika mwaka huu mtakatifu tufanye hija, tuadhimishe kwa namna pekee mwaka mtakatifu kama watawa. Na ndio maana tulipokuwa tunaadhimisha mwaka wa watawa, tulikuwa na kauli mbiu, palipo na watawa pana furaha. Lakini tunapotembea na mbiu hiyo, kauli mbiu hiyo, tunatafakari wakati mwingine nasema, lakini sisi ni binadamu sisi. Kuna wakati mwingine tunashindwa kuwa pamoja. Kuna wakati mwingine tunakwaruzana. Hivi tukikwaruzana kuna furaha? Au kuna kununiana? Au kuna kuzaniana? Wakati mwingine kama binadamu kutukanana. Huenda hivyo hivyo. Sasa tutasema palipo na watawa pana furaha. Kwa hiyo kauli mbiu hiyo inakuwa ni tafakari yetu tunayotembea nayo katika maisha yetu wakati wote. Mimi kweli kama mtawa ni chanzo cha furaha nilipo? Au inabidi tuseme palipo na watawa panatakiwa kuwa na furaha? Ndio inayotakiwa. Tukiwa tunatafakari neno la Mungu leo, tunaona mpango kazi wa Yesu Kristo mwenyewe kuja hapa duniani. Naposoma Injili ya Yohane sura ya 3, ukirejea pale mazungumzo na Nikodemu, kwamba apate kuinuliwa ili watu wavutwe kwake, kama Musa alivyofanya jangwani, waweze kupona wakimwangalia pale juu. Amekuja kutukomboa, amekuja kutuokoa kutoka utumwa wa dhambi, amekuja kuturudishia hadhi yetu iliyopotea kwa dhambi. Kwa mpango kazi wake tunaona katika kuwavuta watu kwake, kuwavuta watu kwa Mungu, ni kutangaza ufalme wa mbinguni. Anatangaza ufalme wa mbinguni, lakini pamoja na kutangaza ufalme wa mbinguni anatuangalia kwa namna pekee. Tunashiriki vipi katika ufalme huu? Anatuangalia kwa namna pekee. Na ndio maana pale alipoanza kazi yake, unaposoma katika Injili ya Marko sura ya 1 ya 15, alisema kabisa, wakati umetimia, ufalme wa mbinguni umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Lakini wakati mjue hivi kwamba amekuja huyu, kama tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 1, ukirejea pale, akafanyika mwili, akafanya kibanda kati yetu, akawa kati yetu.
wamekuja, yupo hapo. Ufalme wa mbinguni uko karibu nasi. Kama upo karibu nasi, tunashituka, tunajigusa, au tunakuweje? Ni swala la tafakari na tathmini ya maisha yetu na safari yetu. Na katika somo la kwanza tunaona huyu aliyekuja kutangaza ufalme wa mbinguni na kutufanya sisi tuwe washiriki katika ufalme huo ndiye ukamilifu wa Mungu mwenyewe. Ndiye anayemfunua Mungu. Yale yaliyotabiriwa, yale yaliyoongelewa na manabii yanatimia kwake. Ambapo Isaya, Roho wa Bwana yu juu yangu. Tunaposoma, tumesikia katika somo la kwanza. Na wakati katika injili ya leo tunaona anayakamilisha yote hayo. Yeye ndiye ufunuo wa Mungu. Yeye ndiye anakamilisha yote. Na ndio maana aliporudi nyumbani kwake, alikolelewa, na wengine walimuona, na wengine walikuwa majirani zake, akashika kichuo hicho cha nabii Isaya, akarejea, Roho wa Bwana yu juu yangu, kama nilivyosikia katika somo la Injili. Na ndio hapo tunaangalia misioni ya Yesu Kristo hapa duniani. Anaainisha amekuja kufanya nini. Na anapoainisha hayo, wafuasi wake baadaye wafanye nini? Lazima wamfahamu vizuri, wafahamu malengo yake, na kwa sababu hiyo wafuate nyayo zile, wawe na mpango kazi huo ambao yeye alikuwa nao, wamwelewe vizuri. Wasipomwelewa vizuri, wataenda kinyume na watafanya mambo mengine ambayo sio. Tunaambiwa kitu cha kwanza alichokitafuta, kuwahubiria maskini habari njema. Injili maana yake, kwa maana mengine, hiyo injili ndio habari njema. Kuwahubiria maskini habari njema. Kuwahubiria maskini habari ya wokovu, waweze kutubu na waweze kuwa na imani. Kuwahubiria habari njema pamoja na umaskini wao walio nao, waweze kutambua kwamba Mungu anawapenda, Mungu yuko pamoja nao. Na ndio maana tunaona umaskini